ushirika unaendelea kufanya matumizi ya TEHAMA na kufanya uwekezaji mkubwa sana wa matumizi ya teknolojia. Utunzaji wa kumbukumbu sasa sio ule wa karatasi, na hili linajielekeza katika maeneo makuu mawili. La kwanza, vyama vya ushirika nyinyi wenyewe lazima muwe na mifumo ya teknolojia ambayo itasaidia kutafsiri na kusafirisha taarifa ambazo mnazo kupitia kwenye mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika ambao unaitwa MOVE. Na najua kwamba zaidi ya wanaoshirika 1035 wamesajiliwa kupitia mfumo wa MOVE kwa mkoa wenu wa Mara, lakini idadi hiyo haitoshelezi kwa uhalisia halisi wa wakulima ambao wananufaika na vyama vya ushirika kwa mkoa wenu wa Mara. Kwa hiyo nimetoa changamoto, mkirudi nyumbani basi mhakikishe mna push ile agenda yetu kuhakikisha kwamba wakulima wote ambao wananufaika na vyama vya ushirika lazima wasajiliwe katika mfumo wa MOVE, lakini pia na nyinyi lazima mna mipango binafsi ya kuwa na mifumo yenu binafsi ambayo inawasaidia katika utendaji kazi wenu. Changamoto inatatuliwa na serikali, kumbe changamoto inaweza ikatatuliwa katika ushirika kwa eneo husika ambalo wanakuwa wakikaa. Kwa hiyo changamoto hizi tunapozipata zingine ambazo zinashindwa kutatuliwa, basi tunazituma kwenda mkutano ule wa ushirika duniani SUDI ambao unafanyika mara moja kwa mwaka. Baada ya kuwa majukwaa yote yamefanyika, mkutano huo sasa unafanyika ambao tunakutana na viongozi wa serikali na kuangalia changamoto za wakulima kwa ujumla. Baada ya jukwaa hili tumepata wadau mbalimbali ambao walikuwa ni mafunzo yale sasa tunaenda kuyafanyia kazi ili yaingie katika utekelezaji. Wakulima wengi hata hawakuweza kujua kwamba kuna wasimamizi wa mbegu TOSCI. Sasa wamejifunza kwamba kumbe mbegu anazonunua anatakiwa ajue mpaka na tarehe iliyotengenezwa na itaisha kazi lini. Taarifa za vyama vya ushirika zinatuma kwa kupitia mfumo wa vyama vya ushirika ambao unaitwa mfumo wa MOVE, mfumo wa usimamizi wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo kwa kuanzisha mifumo hii imeleta chachu kubwa sana kuongeza thamani katika mnyororo wa vyama vya ushirika. Kwa hiyo kwa kupitia TEHAMA vyama vya ushirika vinaendelea kukua na kuongeza uwezo kwa watendaji katika kuweza kutuma taarifa ambazo ndo zinasaidia kujua takwimu za mazao na vilevile kuweza kujua mkulima ameweza kupeleka kiasi gani au kuuza mazao yake ya thamani kiasi gani. Pia tumejifunza mbinu nyingi. Tunapokuwa tunaendesha biashara yetu ya kukopesha, tunatakiwa tuwe makini na taratibu tunazozitumia kukopesha, ambazo kama zitakuwa strong zitatuepushia kwa wale wanaokopa wengine wasiokuwa na nia njema wanaweza wakatukimbia, lakini kama tukiwa na taratibu nzuri ambazo ziko strong zitatuepushia kuwa na madeni chefuchefu ya baadaye.